Ni siku ya 4 ya wiki ambapo mpenzi mtazamaji, mkono wa Mwenyezi Mungu umetubeba mpaka siku ya leo. Amekuwa mlinzi kwetu, akawa Mungu kwetu, akawa baba kwetu. Hivyo basi, wakati ambapo umeweza na kuamka katika uso wa dunia, unafaa kumshukuru, kuendelea na kumuhimidi, kuendelea na kumtukuza yeye mwenyewe na kumsifu kupitia kwa maneno yale ambayo unayatamka, kupitia kwa maombi yako, kupitia kwa nyimbo za kumsifu. Hilo nalo umfurahisha kuona mtu ambaye yuko na moyo wa shukrani, moyo wa kumshukuru. Maana uwezi ukakosa jambo pale, katika maisha yako, katika familia yako, katika kila kitu ambacho unanikifanya hapa katika uso wa dunia, ukose jambo la kumshukuru kwalo. Uwezi. Maana kufika hapo ni kupitia tu kwa nguvu zake. Karibu sana, tuendelee na kubarikiwa pamoja kupitia hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuzidi na kuongelea ndani ya hayo manyunyu, maana asubuhi ya leo ninatumai na ninaamini kwamba baraka tutaweza na kuzipokea kweli kweli kutoka katika neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaenda kuletewa na mtumishi wake Pastor Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi Sub-Pastorate wa Munyu Pastorate Machakos Sub-Quarter. Karibu tukaweze na kupokea hizi baraka pamoja. Ndugu zangu na dada zangu, wapenzi watazamaji wa Undugu TV katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, naomba kuwakaribisha kwa siku ya leo, nikiwasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaenda kusoma neno la Mungu ambalo litatuongoza siku ya leo na kwa mwanzo wa mwaka huu katika katika Agano la Kale, Malaki ni sura ya 3. Tutasoma mstari wa 8 hadi wa 10. Na tusome pamoja. Je, mwanadamu atamwimbia Mungu? Lakini nyinyi mnaniimbia mimi. Lakini ninyi mwasema tumekuimbia kwa namna gani? Mmeniimbia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniimbia mimi. Naam, taifa hili lote, leteni zaka kamili ghalani, ili kuweko chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagia baraka hata isipo nafasi ya kutosha au la. Hilo ni neno la Mungu. Neno ambayo tunaenda kutoa hapo, lengo moja ya kwamba tunapaswa kumtolea Mungu zaka zetu. Tunapaswa kumtolea Mungu zaka zetu. Unaweza shangaa ni kwa nini nimekuja na haya mahubiri, lakini nakuomba usishangae. Manake neno la Mungu linapokuja kwetu huwa na sababu. Na kwa ajili hiyo tuombe. Asante Mungu Baba, ni kwa ajili ya hili neno. Ni neno kuu, neno kubwa. Neno ambalo tunahitaji kuwa nalo. Wakristo wale ambao Yesu Kristo amewafia msalabani, hakika imesemekana ni lazima, imeandikwa ni lazima tusaidie
tujue kama ni lazima tutoe. Na endapo tutamaliza mahubiri haya, pia tutaweza kukushukuru. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu tunaomba. Amen. Neno yenye tumesoma mahali hapa, najua ya kwamba itaweza kutusaidia sisi. Na kama vile tumevuka mwaka sasa upo tumeanza. Na Mungu ananena nawe, na Mungu ananena nami, ili tuweze kutoa zaka zetu ama tumtolee Mungu sadaka. Na sadaka ilianza kutolewa na babu zetu, wale ambao ni wana wa Israeli, na hata Ibrahimu baba yetu wa imani, hakika aliweza pia kumtolea Mungu. Na hivyo basi nimekuja kwako ukianza mwaka uweze kufikiria na uwazue kama mwaka jana ulikuwa unamtolea Mungu zaka zako, na hata kama ulikuwa unamtolea pia fungu. Na endapo ukuwa unatoa, hebu ukatazame mambo yako yameendaje, na mapato yako yalikuwaje, na mwaka huu utafanyaje, ndiposa uweze kumtolea Mungu. Ukitoa, hakika najua kule kutoa kutasimamia nyumba yako, kutasimamia kazi yako, kutasimamia maisha yako. Kule kutoa ile sadaka itanena kwa ajili yako, na itanena kwa ajili ya kazi yako. Kwa hivyo ninakusihi, manake Mungu anasema ni amri, upokee hii amri ya Mungu ya utoaji, na utoe kutoka moyoni, kwani Mungu anapendezwa na ile inatolewa kwa moyo wa kupenda. Tazama, Mungu alimwambia Musa, enenda kwa watu wangu ukachukue sadaka kwa watu wangu, wale wako na moyo wa kupenda, wa hiari. Kwa hivyo utoe kutoka moyoni, manake walipotoa kutoka moyoni walimbarikiwa mpaka wakakosa pa kuweka, sababu zilikuwa nyingi. Kwa hivyo Mungu anataka tumletee, na kwa nyumba yake pasikose chakula, na pasikose pia fedha. Na tunapozitoa, anataka tutoe zipi? Anataka tutoe fedha zetu, tutoe ng'ombe zetu, tutoe hakika kutoka mashambani mwetu. Utoe chochote kile Mungu amekupa, toa sadaka pale, toa fungu pale, ndiposa imbaki ikinena kwa ajili yako. Tunapotazama vile Kaini na Abeli, kutoka kwa wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva, walipata mtoto wa kwanza kijana Kaini, na alipoambiwa na Mungu akamtolee sadaka, alienda na akatoa zaka zake, na hakuwa na moyo wa kupenda. Lakini hapo hakika alipata lahana, shetani akamuingililia, akaitwa muuaji, manake aliweza kumuua Abeli ndugu yake. Kwa hivyo ujue, usipokosa kutoa, utafuatwa na lahana, utafuatwa na mambo mengine na majaribu utakutana nayo ambao hautayashinda. Manake ukitoa, Mungu ataitikia, atakubariki, atakushindania, na hakika utaweza kufurahia. Nikimalizia, ninasema ya kwamba watu wa Mungu, tukienda kukumbuka mwaka huu, tukianza na utoaji, tumtolee Mungu sadaka, utakuwa umekabidhi mwaka wa 2026, na ataweza kuenenda pamoja nawe, atapita kwa familia yako. Maana ukitoa utabarikiwa, atapita kwa familia, ataibariki, atabariki mume wako, atabariki bibi yako, atabariki watoto wako. Hata ukienda
kuwa shamba, utapata shamba kwako inanawiri kiasi ya kufana sana, na unapata kwa wengine hakuna na kwako hakuna. Maana yake umebarikiwa. Pia watu watakupatia jina wa kuita mbarikiwa. Haleluya. Kwa hivyo tutoe ili tuweze kubarikiwa na tusikose, kwa maana Biblia inatuuliza kwa nini tunamwibia Mungu. Tukitoa hatutaitwa wezi, bali tutaitwa wabarikiwa na tutakuwa tumebarikiwa. Bwana na alimbariki neno lake, na tuombe. Asante Mungu mwema, ni kwa ajili ya neno lako na kwa ajili ya mtazamaji. Ni neno waidi sana hii ya kutoa, na atungeweza kwa hizi dakika kuiliongelelea, lakini Roho wako Mtakatifu yuko pale, awafunze watumishi wako, watoe, wapeane kulingana na vile Biblia inasema. Na Biblia imetuambia mpaka nyumbani mwako Mungu Baba pawe na chakula kwa ajili Mungu Baba ya watumishi wako ambao umeweka pale. Kwa hivyo Yesu Kristo mwana wa Mungu, naomba ili ukaweze kutubariki, tutoe kwa hiari na moyo wa kupenda, na hivyo tuweze kumbarikiwa na watu watuita wambarikiwa, na tusidi kuwafunza wengi na kusidi kuangawia wengi. Taomba yote na ni kwa ajili ya Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu tunaomba. Amen. Bye bye. Kutoa ni tendo la uaminifu na utiifu mbele za Mwenyezi Mungu. Katika hayo maandiko ambayo tumeweza na kusomewa na ilo fundisho ambalo tumeweza na kulipokea, ni kwamba Mungu anatuonya tuache kumwibia. Tuache kumwibia, kupitia kwa zaka na sadaka. Mtolee Mungu kile ambacho ni chake, na ungojee milango ya baraka ikaweza na kufunguka. Na kama vile ambavyo ameweza na kutuaidia kupitia hiyo maandiko, ni kwamba tutaweza na kupokea hizo baraka kwa wingi mpaka hata tukose mahali pa kuweka. Kumaanisha kwamba kile ambacho tumeweza na kutoa tutaweza na kurudishiwa ama na kubarikiwa nazo kwa wingi. Baraka zitaweza na kuongezeka. Leteni hizo zote, zaka, sadaka kwangu, ili huko kwangu kusije kukakosekana chakula katika nyumba yake. Nyumba yake ni wapi? Pale hapo tu kanisa, hapo unajua tu, hapo ndipo yeye ukaa. Na ukitoa, ukipeleka kile ambacho Biblia imetuagiza kutoa ama kufanya, hakika tutakuwa tunajifungulia milango ya baraka. Na hapa tunapomwekea Mungu tunapomweka au wa kwanza katika maisha yetu, katika mali yetu, yeye utubariki tu kwa wingi. Ni mali ambayo ameweza kutubariki nayo, toa tu kile ambacho kinamfaa kulingana na maandiko yake. Umefungua milango ya baraka, na umeweza na kupata ama kupokea security kutoka kwake. Anaendelea na kutunza kile ambacho umeweza na kubakisha huko, kile ambacho uko nacho, mali yako, kila kitu, sio kazi yako, biashara zako, kila kitu ambacho kinaitanishwa na wewe anaendelea na kukitunza. Maana uliweza na kutoa kile ambacho kinamfaa. Anafungua milango ya baraka, na anatunza kile ambacho amekubariki nacho. Uko wapi? Wewe ni mwizi mbele zake ama vipi? Na kama kuna mahali ambapo umeweza na kusikia ama kuhisi kwamba umeweza na kumwibia Mwenyezi Mungu, chukua hatua. Fanya kile ambacho unatakiwa kukifanya. Hakika utaona baraka zake, utaona milango yake ikizidi na kufunguka, ambayo ni ya baraka. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Tupatane hapo saa 3:30 usiku ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi.